mama mtoto wetu, mimi hapana, mimi sijakubali chochote. Mtoto wetu anaonyesha kila mpaka kwenye ultrasound, huyo sio kwetu jamani, serikali tufanye sana mama Samia. Huyo mtoto mwenye kilo 2 sio kwetu jamani, kwa nini tufanyia hivi? Basi nitoke. Yaani irudiwe tafadhali. Mimi na mama Samia Suluhu Hassan achukue deni ya watoto wote waliozaliwa hiyo siku, kwa sababu huyo mtoto mwenye kilo 2 sio kwetu. Na huyo Gloria alishampa huyo Mariam akawa anamnyonyesha. Alafu tena amemtoa kwa Mariam amempeleka kwenye hiyo sindo premature room, ndo anasema ni mtoto wetu. Hapana. Hapana. Anasema kwamba itasielewi. Nawaeleza ndio. Ni Madam Kilugala. Wanatuambia yule mtoto aliotubalishia ni mtoto wangu, ila mimi sijakubaliana nao. Mtoto wangu najua yupo na amebadilishwa, kwa hiyo tunaomba mtusaidie katika hili mama Samia. Mkuu wa mkoa tusaidieni katika hili nimpate mtoto wangu. Asante. Naitwa Jeni Bararukuliliza, ni makamu wa rais wa Chama cha Wauguzi Tanzania. Sisi kama Chama cha Wauguzi Tanzania ni chama cha kitaaluma ambacho kinasimamia huduma za uguzi, kuwafuatilia wauguzi wakiwa wanatoa huduma katika mazingira yao, lakini kwamba mazingira ambayo wanatoa zile huduma ni mazingira rafiki ambayo yanawawezesha wao kutoa huduma vizuri. Kwa hiyo tuliposikia habari ya malalamiko mtandaoni kuhusu huduma iliyotolewa hospitali ya rufaa ya Mount Meru, Chama cha Wauguzi Tanzania tuliamua kufanya ufuatiliaji ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kimejitokeza hadi huduma ambayo muuguzi ameitoa imekuwa na changamoto. Kwa tumefika leo na tumeingia ofisi ya mganga mkuu wa mkoa na tumefika ofisi ya katibu tawala wa mkoa wa Arusha, lakini baada ya hapo tumeenda ofisi ya muuguzi mkuu wa hospitali na tulikuwa tunataka pia kufika ofisi ya muuguzi mkuu, mganga mfawidhi wa hospitali. Bahati nzuri katika kufuatilia jambo hili tukakuta pia kuna kwenda kupokea majibu ya sampuli ya vinasaba vilivyochukuliwa kwa ajili ya kuondoa mkanganyiko ambao umejitokeza. Na kwa hivyo mimi kama makamu wa rais wa Chama cha Wauguzi Tanzania niliungana na ujumbe wa Chama cha Wauguzi Tanzania uliohusisha Chama cha Wauguzi Tanzania makao makuu, ambao alikuwa ni mimi makamu wa rais pamoja na mwakilishi wa katibu mkuu wa chama ambaye pia ni katibu mwenezi wa chama. Lakini tuliungana pia na viongozi wa chama mkoa wa Arusha, tuliungana pia na viongozi wa chama tawi la hospitali ya Mount Meru na kutengeneza ujumbe wa watu 10 katika kufuatilia jambo hilo. Kwa hiyo wote kwa pamoja tumekwenda Polisi Central kupokea majibu kutoka kwa mpelelezi mkuu wa makosa ya jinai wa wilaya ya Arusha mjini. Kwa hiyo tumepokea majibu yale na majibu yamefunguliwa kutoka kwenye bahasha iliyokuwa sealed na imefunguliwa mbele ya wadau wote wakiwa pale, na kwa hiyo yalikuwa yamepangwa kama ifuatavyo, kwamba kulikuwa na sampuli zilizokuwa na majina ya A, B, C, na hizo zilikuwa ni sampuli za watoto 3, pamoja na kwamba mtandaoni inaonekana ni watoto 2, lakini ukifika eneo la tukio sisi tumekuta kuna changamoto ya watoto 3 na ndizo sampuli zilizokuwa zinasomwa. Kwa hiyo sampuli zilichukuliwa za watoto 3 pamoja na mama zao 3. Sawa? Kwa hiyo kulikuwa na kuangalia muoanisho wa zile sampuli katika vinasaba, maeneo ya vinasaba vilivyochukuliwa katika maeneo 15. Kwa hiyo inaangaliwa katika maeneo 15. Let's say kama labda mama F ameoana na mtoto A kwa asilimia ngapi?
ameoana na mtoto B kwa asilimia ngapi, kaoana na mtoto C kwa asilimia ngapi, kadhalika mama G na date sign na M, si ndio? Kwa hiyo baada ya hapo ikaonekana kwamba yule ambaye vinasaba vimeoana kwa asilimia 99.99, huyo ndiye anakuwa ndiye mtoto wa mama husika. Kwa hiyo imekuja kugundulika kwamba yule mtoto ambaye Neema alikuwa anamkataa kwamba sio mtoto wake, majibu yaliyokuja kutoka kwa mkemia mkuu wa serikali yameonyesha kuwa ni mtoto wake. Kwa hiyo hilo ndio lilikuwa kitu cha muhimu sana katika taarifa ambazo zinazunguka mtandaoni. Mtoto ambaye alikuwa anasema ni wa kwake, kwa angalia ni mweupe na kilo baadhi, maana yake sio mtoto wake. Mtoto aliyekuwa anamsema na alivyokaa ni mweupe ni hivi, sio mtoto wake. Kama chama cha wauguzi, ninaomba tu kuwaomba wauguzi wote nchini waendelee kutoa huduma zao vizuri kwa kuzingatia miongozo, taratibu na kanuni kama walivyosoma, na kuhakikisha kwamba wananchi tunaowapa huduma wanaridhika nazo. Asante, naitwa Fauzia Mustafa, ni wakili wa kujitegemea hapa Arusha, lakini vile vile natokea kwenye kampeni ya Mama Samia inayotoa msaada wa kisheria nchi nzima. Kuwa jukumu letu sisi ni kuhitimisha lalamiko la mteja na kumwacha katika hali ya kuona haki imetendeka. Tuna jukumu sasa la kumfuatilia mama huyu na kumsikiliza ni nini anachowaza baada ya majibu hayo. Kama atakuwa hajaridhika na majibu hayo, tutamshauri kisheria taratibu za kufuata ili tuweze tena kufanya vipimo vya mara ya pili. Kurudia kufanya vipimo hivi inaruhusiwa kisheria kama nilivyosema, na hakuna ugumu